na khalifa wa pili Sayyidina Umar ibn al-Khattab, mwaka wa kwanza toka alipoingia mpaka wa leo utapata ni miaka 1448 imepita. Kwa hivyo ina maana tukizungumza mada Ijumaa na masiku 10 ya mwanzo hijiria, kwanza tofauti tuelewe ya kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam aligura, alihama pale alipozaliwa akaenda kuishi katika ardhi ambayo ni mgeni ndani yake. Alitoka Makka akaenda akaishi katika mji wa Madina, na hii kwa wazazi 7 katika umri wao mpaka kwenda miaka 10. Al-Imam Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Milibari katika Fathul Mu'in, kitabu cha fiqhi, katika jumla ya vitabu vya fiqhi, azungumza kama vile ambavyo yapasa ni lazima kwa wazazi kuwaamrisha watoto kutekeleza ibada ya sala wanapofika miaka 7 na kuwachapa kwa ajili ya kuiacha swala wanapofika miaka 10, na kuwatanganisha watoto wa kiume na wa kike katika kulala wakati wanapofika miaka 10. Asema vile vile ni lazima kwa wazazi kuwafundisha watoto ambao wamefika miaka 7 kwenda miaka 10 ya kuwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam alizaliwa Makka, akainukia katika mji wa Makka, akapatiwa utume akiwa katika mji wa Makka, alihama ama akahama akenda katika mji wa Madina, na akafariki katika mji wa Madina na akazikwa katika mji wa Madina. Yani historia ya sehemu ya kwanza ama ya elimu ya kwanza katika elimu 5 za kumjua bwana mtume Muhammad. Yani historia ya sehemu ndogo katika elimu moja kati ya elimu 5 za kumjua bwana mtume Muhammad, nao ni ilmu sira. Ilmu sira ni kusoma siku na michana na masaa na wiki na miezi na miaka iliyompitia bwana mtume Muhammad katika maisha yake. Sasa hiyo tayari ushampatia elimu ya sira yote yule mtoto katika jumla ya elimu 5 za kumjua bwana mtume Muhammad: ilmu sira, ilmu alfadail, ilmu alkhasais, ilmu alshamail, ilmu aldalail. Hizi elimu 5, katika elimu 5 umeshampatia yule mtoto wako mbegu ambao umeipanda katika mawazo yake na katika moyo wake na katika akili yake ya kumjua Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. Ijumaa na masiku 10 ya mwanzo ya Muharram. Ndani ya masiku haya ya kwanza katika mwezi wa Muharram, ambao Muharram wenyewe tuuhesabu ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Tuanza Muharram, tumaliza Dhulhijja, bimaana tuanza mfungo 4 tumaliza mfungo 3. Sasa hesabu Muharram, inafuata Safar, baada ya Safar Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada na Jumada, kisha Rajab, kisha Shaaban, kisha Ramadhan, kisha Shawwal, kisha Dhulqaada, Dhulhijja, ambayo mengine yanao majina kwa Kiswahili, mengine kwa Kiswahili yaitwa hivyo kwa Kiarabu. Tunaanza mfungo 4, mfungo 5, mfungo 6, mfungo 7, mfungo 8, mfungo 9, kisha Rajabu, kisha Shaabani, Ramadhani, mfungo mosi, mfungo pili, mfungo 3. Hii ni miezi 12. Miezi hii 12 ndiyo inaokamilisha mwaka wa Hijiria. Sasa juzi tulikuwa tuko katika siku ya mwisho katika mwezi wa 12, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo 3. Tukianza jana tumeanza ni Muharram, leo ni 2 Muharram. Ina maana tukizungumza Ijumaa na masiku 10 ya kwanza Hijiria, ina maana Ijumaa hii sisi mpaka Ijumaa itakaofuata katika haya masiku 10 ya Muharram ya kwanza itakuwa tumeyamaliza. Katika masiku 10 haya ya kwanza ya Muharram pana siku 2 ambazo ni muhimu uzipatilize, nao ni siku ya Tasua na siku ya Ashura. Siku ya kufunga mwezi 9, mwezi huu tarehe 9 na tarehe 10. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam
alisema atakayefunga siku hizi mbili, ama siku ya Ashura, siku ya 10, tarehe 10 katika haya masiku ya kwanza ya Muharram, basi yatarajiwa kufutiwa madhambi ya mwaka mzima. Kwa hivyo ikiwa watarajia kufutiwa madhambi ya mwaka huno mzima, mwaka 1448, wewe tegeshea siku ya 10 ni lini, funga. Ila Mtume alitoa mafundisho ya kuwa tuwakhalifu Mayahudi, kwa sababu wao ilikuwa wakifunga siku ya 10. Mtume akisema kwamba nikibakia mpaka mwakani nitafunga siku ya 9. Kwa hivyo tukawekewa ni sunna mtu kufunga siku ya 9 na ya 10. Bal ulama wakatuambia kujua ulitangulia ulichelewa, hizi siku mbili zisikutoke. Mbali na kuwa tukizungumza Ijumaa na masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja, katika jumla ya saumu za sunna ambazo zatakiwa zifungwe ni katika miezi hii mitukufu, tukijua kwamba Muharram ni mmoja katika miezi minne mitukufu. Muharram ni mmoja katika miezi minne mitukufu, na atakayefunga siku moja katika miezi minne mitukufu, thawabu zake zinahesabika ni sawa na mtu aliyefunga siku 30 katika miezi mingine. Yaani ukafunga siku moja Muharram, wewe ni sawa na mtu katika malipo thawabu ya aliyefunga siku 30 katika mwezi utakaofuata baada ya Muharram. Mwezi unaofuata baada ya Muharram ni mwezi wa ngapi? Wa pili katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi unaofuata baada ya Muharram waitwaje? Waitwa Safar. Kwa hivyo anayefunga Safar siku 30 akazifunga mtu, ni sawa thawabu hizo na mtu aliyefunga siku moja katika mwezi huu wa Muharram. Na si Muharram peke yake, bali ni miezi mingine yote minne katika miezi minne mitukufu: Muharram, Rajab na Dhulqaada na Dhulhijja. Hii miezi minne mitukufu. Mbali na kuwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam siku moja mwaka mzima, na Tasua na Ashura ikiwa imeswadifu, yani imekabili kuingia, itakuwa ni siku ya mwezi wa Muharram. Tulizungumza katika Ijumaa ya mwisho ya Dhulhijja ya kuwa ni muhimu mwaka utakapokuwa umeingia, badilika, kwa sababu umri wasonga. Ikiwa uliishi katika mwaka wa 1447 na Ijumaa za kupita humswali Bwana Mtume Muhammad kwa wingi, husomi Kahfi, yale mambo yote yanayotakiwa kufanywa katika siku ya Ijumaa wewe ya kupita katika maisha yako, basi tia nia na maazimio ya kuwa mimi mwaka huu wa 1448 insha Allahu taala sitopitwa na Ijumaa yote ila nimefanya aidha yote yale ambayo yatakiwa kufanywa katika siku ya Ijumaa, ama baadhi katika hayo ndio nitayafanya. Shika wewe katika mwaka huu wa 1448, kila Ijumaa mimi nitahakikisha Kahfi hainipiti, kusoma sura al-Kahfi haitonipita. Nimeweka maazimio kwamba kila Ijumaa ikifika sitomswalia Bwana Mtume Muhammad chini mara 1000. Mtume alisema niswalieni kwa wingi, basi mimi nimeweka maazimio, weka badilika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yule tunayeambiwa kwamba inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawabadilishi watu yale walionayo mpaka waamue kubadilisha yale yaliyoko katika nafsi zao. Wewe ukiona mikasa, madeni, mambo hayasongi, basi siku zote kwanza wewe usiende katika hali ya uchumi uko vipi. Rudi katika nafsi yako. Mtume alayhi salatu wasalam alizungumza katika hadithi akisema, katika hadithi al-Qudsi, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwasema, ana Allah, mimi ndiye Allah. Mwenyezi Mungu ajizungumza, ana Allah, mimi ni Allah, malikul muluk, mtawala wa watawala wote,
malikul muluk, bali yeye ndiye mmiliki wa watawala wote. Qulubul muluki biyadi, yani nyoyo za watawala wote ziko katika mikono yangu. Hii sehemu ya kwanza. Mwenyezi Mungu asema yeye ndiye Allah, mtawala wa watawala wote, bali yeye ndiye mmiliki wa watawala wote. Sasa kila mtawala katika dunia hii amemilikiwa na nani? Amemilikiwa na Mwenyezi Mungu. Sehemu ya kwanza hiyo. Sehemu ya pili, Mwenyezi Mungu asema inil ibadu, iwapo waja, bimaana iwapo raia wa hao watawala, ata'uni, watanitii mimi, basi ja'altu qulubal muluki, nitajalia nyoyo za wale watawala kwa wao raia wao ziwe na rafa na rahma, yani ziwe na sikitiko. Kwa sharti gani? Kwa sharti itakapo raia wamefanyaje? Wamenitii mimi Mola wao. Ameshajitangaza kwamba mimi bwana ndiye mtawala wa watawala wote, mimi ndiye mfalme, ndiye mmiliki wa watawala wote. Hasa raia ikiwa watanitii mimi Mola wao kwa yale niliyowaamrisha na wakaepuka yale niliyowakataza, nitabadilisha nyoyo za watawala wao ziwe na sikitiko kwa wao, ziwe na kite, ziwe na huruma. Fasiri vile utakavyoelewa. Yani watawala wao wataishi vizuri na raia wao. Wa inil ibadu idha asawni, na iwapo waja wataamua kuniasi mimi Mola wao, basi mimi ndiye mtawala wa watawala na ndiye mmiliki wa watawala, nitazigeuza nyoyo za watawala wao ziwe ni nyoyo za kinyama juu ya wao watawaliwa. Sio kama tuelewana? Kwa hivyo badilika. Ukiona mambo hayasongi, wewe rudi katika nafsi yako, useme kiongozi huyo one time, kiongozi huyo bana two time, huyo bana one time, huyo two time. Mwanzo rudi katika nafsi yako, wewe uko hali gani? Mwenyezi Mungu ashaeleza hayo ya kwamba mimi ndiye Allah, ndiye mtawala wa watawala wote. Iwapo raia wamenitii mimi Mola wao, wakaacha ya haramu, wakaacha ya dhulma, wakaacha machafu, wakarudi kwangu mimi Mungu wao niliowaumba, basi nitabadilisha nyoyo za watawala wao ziwasikitikie, wawafanye mazuri. Maana yake wa illa, ikiwa waja raia wataendelea kuniasi mimi Mola wao, wasinisikilize, basi nitazifanya nyoyo za watawala wao ziwe ngumu, wazue na wapandishe mpaka ile tone la mwisho la maziwa kulikamua watawala hawana, watawaliwa raia hawana. Ijumaa na masiku 10 ya mwanzo wa Muharram tuyaheshimu haya masiku 10 na tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni mwezi mzima wa Muharram, tukijua kwamba ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu na ni mwezi wa kwanza katika miezi minne mitukufu. Ulama katika kuhesabu miezi minne mitukufu wana kauli mbili ama wana maelezo mawili. Maelezo ya kwanza, al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asema katika al-Adhkar, katika al-Adhkar ana kitabu chake akiita al-Adhkar, kitabu kama mfano wa Riyadhus Salihin, kitabu cha hadithi, lakini hapo ameeleza masala ya dhikri tu. Aeleza ya kuwa miezi minne mitukufu wameeleza mara mbili, na ikiwa si katika al-Adhkar, lakini ni kauli ya Imam an-Nawawi katika maelezo yake. Miezi minne mitukufu Mwenyezi Mungu aliposema minha arba'atun hurum, katika miezi 12 pana miezi minne mitukufu, asema pana sampuli mbili waweza ukaieleza. Mtume alayhi salatu wasallam alisema thalathatun sard wa wahidun fard, mitatu imeshikana, mmoja uko peke yake.
Amma thalathatun sard, ama mitatu ambayo imeshikana ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram. Wa amma wahidun fard, ama mmoja ambao uko peke yake, farajabun shahrullahi al-asab, ni mwezi wa Rajabu. Sasa Sayyidina al-Imam an-Nawawi asema waweza ukahesabu hivi kama walivyoeleza ulama, ukaanza mwezi wa 11, 12 mwezi wa kwanza, alafu ukaenda katika mwezi wa Rajab, yani Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, Rajab. Ama ukaanza kulingana na hisabu ya kalenda. Hisabu ya kalenda, mwezi wa kwanza mwezi gani? Muharram. Kwa hivyo ukiuliza miezi mitukufu ni ipi, useme miezi mitukufu ni minne, wa kwanza ni Muharram, kisha unaofuata baada Muharram kimpangilio nenda Safar, ukienda utapata Rajab, baada ya Rajab utapata ndio inayofuata Dhulqaada na Dhulhijja. Kwa hivyo unaweza kufuata kwa mpangilio wa hadithi ilivyokuja, mitatu imefuatana, mmoja uko peke yake, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, mmoja uko peke yake Rajab. Ama ukaitaja kulingana na mpangilio wa kalenda yenyewe, Muharram, Rajab, Dhulqaada, Dhulhijja. Muharram na Dhulqaada na Dhulhijja na Rajab, hii miezi mitukufu Mwenyezi Mungu alituambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu nafsi zenu katika miezi minne mitukufu. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kila la khairi, atuepushie kila shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. بسيرة سار الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى. الفاتحة. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسير ساري أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، 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 أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أحسنتم وجزاكم الله خيرا. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.